Habari wa Tanzania, kwa majina naitwa Dr. Lea Funnel. Niko pamoja na nyie leo kuelezea ugonjwa unaoitwa pelvic inflammatory disease. Kifupi ni PID, yani ni maambukizi kwenye viungo vya ndani vya uzazi kwa mwanamke, kama kutokea kwenye mfuko wa uzazi ambayo kwa Kiingereza tunaita uterus. Pia hutokea kwenye fallopian tubes ambayo ni mirija ya uzazi na mayai ambayo ni ovaries. Pia PID hutokea mara nyingi baada ya maambukizi ya ngono STIs kama kisonono. Pia kitu kingine kinaitwa chlamydia, kupanda juu kutoka ukeni kwenda kwenye sehemu za juu za uzazi. PID ni ugonjwa ambao unapatikana kwa wanawake tu. Watu wengi hawaelewi, wanajua PID zinapatikana kwa mwanaume pia, lakini PID ni maambukizi kwenye viungo vya ndani vya uzazi vya mwanamke. Kwa hiyo ni ugonjwa wa wanawake tu. Ziko sababu nyingi za PID, lakini leo tutaangalia chache tu. Sababu ya kwanza ni kufanya ngono bila kinga, condoms. Sababu ya pili ni kuwa na wapenzi wengi. Sababu ya tatu, kuambukizwa kisonono, kaswende tunaita. Nyingine ni kuchelewa kutibiwa maambukizi ya uke ama shingo ya kizazi. Pia kutumia ile njia ya uzazi wa mpango ambayo mwanamke anawekewa ndani bila usafi. Pia kwa msichana mdogo alianza ngono mapema. Hizo ni baadhi ya sababu za PID, na ili ujue una PID kuna dalili zake. Dalili ya kwanza ni maumivu chini ya tumbo. Maana yake chini ya tumbo kuna kizazi. Kwa hiyo ukisikia maumivu makali chini ya tumbo ambayo yanazunguka mgongoni ni mojawapo ya dalili ya PID. Dalili ya pili ni utoaji wa uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Dalili nyingine ni homa au kuumwa kichwa. Dalili nyingine ni maumivu wakati wa tendo la ndoa, maumivu wakati wa kukojoa, na ya mwisho ni mzunguko wa hedhi kubadilika au kutoka damu isiyo ya kawaida. Kwa hiyo ukiwa dalili hizi, maana yake moja kwa moja una PID. Madhara ambayo yanaweza kutokea kama usipotibiwa PID: ushirikiano wa mirija ya uzazi kufunga. Hivi inasababisha mwanamke kupata ugumba na asizae. Madhara mengine ni mimba kutunga nje ya ufuko wa kizazi. Kwa Kiingereza tunaita ectopic pregnancy. Madhara mengine ni maumivu ya kudumu chini ya tumbo. Kama tulivyosema, dalili ya kwanza kabisa ya PID ni maumivu chini ya tumbo. Kama usipoyatibu, maana yake maumivu ya chini ya tumbo yatakuwa ya kudumu. Nyingine inaweza ikatengeneza uvimbe. Tulisema dalili ya PID huwa ni utoaji wa uchafu ukeni wenye harufu mbaya ambao saa nyingine una rangi ya njano. Kwa hiyo ukiuacha ule uchafu, saa nyingine inasababisha haya mauvimbe ambayo yanakuwa yanatoa na usaha. Pia usipotibu vizuri kwa usahihi, PID itakuwa inarudia mara kwa mara. Hayo ni madhara. Kwa hiyo ufanye nini ili kuepuka PID? Tawapa ushauri. Ushauri huu pia unatokana na sababu za PID. Ukiweza kuziepuka sababu zile ambazo nimeelezea za PID, unaweza ukaepuka PID. Ushauri wa kwanza ni kutumia kondom kila ufanyapo ngono. Ushauri mwingine ni epuka kuwa na wapenzi wengi. Ushauri mwingine ni tibiwa haraka unapopata maambukizi ya sehemu za siri. Pia hakikisha mpenzi wako naye anatibiwa. Pata uchunguzi wa mara kwa mara wa magonjwa ya ngono. Usitumie wanaita njia za uzazi wa mpango ambazo wanaweka ukeni bila ushauri wa daktari. Matibabu mengine, fika kituo cha afya, madaktari watakuhudumia. Asante kwa kunisikiliza.